Lakini ndugu katibu mkuu, jambo la 7, kufadhili wanaopiga debe, wanaozidisha chuki kati ya serikali, wananchi wenyewe na vyama vya siasa. Leo kuna baadhi ya watu wanajinasibisha na chama na serikali. Ndugu katibu mkuu, ukiwatazama watu hawa, kwa mfano kama yule Yona na mwenzake yule Kombo, juzi kati hapa wameanza kuwaomba Watanzania, wanaomba michango juu wazunguke nchi nzima wazungumzie amani. Watanzania katika kila eneo wana watu wenye busara zao, wana watu wenye hekima zao ambao wameweza kuwazuia dhidi ya kujipanga kuendeleza vitendo vilivyoanza kutokea Dar es Salaam na mikoa mingine. Amani umuhimu wake inafahamika. Hatuwakatazi kwa lengo zuri kama hilo, lakini ndani ya sura zao, ndugu katibu mkuu, nakwambia hawa sio waitakidi wa chama chetu. Hawa sio watu wenye imani halisi ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kama wana nia ya dhati ya kuzungumzia amani, wangejaribu kuchunga ndimi zao katika kuwazungumza watu ambao hawana nafasi ya pili ya kujitetea. Sisi Chama cha Mapinduzi ndio chama mama. Vyama vingi vya upinzani, wengi viongozi wao wametoka kwetu. Tunapokuwa tunapitia wakati mgumu kama huu, ndugu katibu mkuu, tunahitaji kuliunganisha taifa kuwa kitu kimoja. Hatuwezi sisi tukafanana na wandawazimu. Yaani kwa mfano leo wewe unaoga ndani ya bafu, anakuja mwandawazimu anachukua nguo zako, alafu na wewe unatoka unaanza kumkimbiza yule mwandawazimu. Nani ataonekana mwandawazimu? Kwa ndugu katibu mkuu, lazima watu hawa waangaliwe. Kuna watu ambao wanawafadhili kwamba nenda kazungumza hivi na hivi. Chama cha Mapinduzi hakina uhaba wa makada ambao wanao uwezo wa kuitetea serikali yao kwa kutumia hekima na maneno ya dhati ambayo ndani yake yanaonekana ni maneno yaliyohusisha uweledi wa siasa yenyewe. Kwa sababu mama bwana anafikia tu mpaka wakati mwingine wanatukana badala ya kuelimisha umma na kutengeneza mshikamano wa pamoja. Wao wanatengeneza chuki baina ya Watanzania na serikali yao, na wanatengeneza mazingira kama ionekana ukishakuwa wewe ni kada wa CCM hapa au ni mwanachama wa CCM, wewe ndio una haki zaidi kwenye nchi hii kuliko mtu yeyote, jambo ambalo liko kinyume na katiba ya chama chetu. Chama chetu kimetueleza wazi na kimetuweka wazi, wanadamu wote ni sawa. Unajua kuna vita ambayo inahitaji tujitofautishe na wabaya wetu kwa sisi kutenda wema. Basi wabaya wetu wanaweza wakaja na matusi, tukatamani tuwapate watu kina Yona ama kina Kombo ambao na wao pia wanaweza matusi au wanaweza uzushi, alafu mwisho wa siku tukachanganywa akili zetu na wao kwamba ni sawa. Ndugu katibu mkuu, tunao uwezo wa kuwa na makada wa Chama cha Mapinduzi waliobobea, wanaojua namna ya kutumia ndimi zao vizuri na kujibu hoja za wapinzani, ziwe kali, ziwe nyepesi, ziwe za baridi, kwa kutumia hekima ya hali ya juu kuliko hawa wanaojinasibisha au wanaojibebisha na chama chetu na serikali kwamba wanakipenda chama chetu. Mwisho wa siku wanaichonganisha serikali na Watanzania, ionekane kama vile serikali imewatuma au chama kimewatuma. Wenyewe wanajiita wanaharakati huru, lakini ukitazama ndani yake wao wanaegemea upande wetu, upande wa chama na serikali, lakini maneno yao hayaakisi umoja, yanaakisi kuzushia watu, even though wanaowasema ni watu ambao wana mapungufu yao kibinadamu. Lakini katika wakati ambapo wanataka kulijenga taifa, huwezi kutumia lugha za ukali na lugha za ukakasi.